nataka tujifunze siri za kuzuia migogoro na migomo ya ndani. Kweli ni kwamba kiongozi dhaifu husubiri migogoro na migomo itokee ndipo aanze kupambana nayo kwa nguvu na kwa ukali, bali kiongozi mwenye hekima huzuia migogoro bado ikiwa ni wazo la chini kwa chini ndani ya mioyo ya watu. Naam, katika kitabu cha Neno la Mungu kuna mambo ya kujifunza, kwamba migogoro hailetwi na wale wanaolalamika, bali migogoro huletwa na kufeli kwa viongozi kutosikiliza watu wale wanawaongoza. Kwa mfano, hapa katika mfano wa kwanza kuna kiongozi mmoja alikuwa anaitwa Rehoboamu. Huyu ni kiongozi ambaye alikuwa na kiburi. Wakati wale wafanya kazi na wasimamizi katika taasisi yake au kampuni yake walipomwendea na kumwomba aweze kuwapunguzia mizigo, yeye aliwajibu kwa ukali, akawaambia kwamba nitaongezeeni mzigo mizito. Alijibu kwa ukali, hakuwasikiliza, na hatimaye ufanisi wa uzalishaji ulishuka na ukagawanyika sehemu mbili, kwa sababu hakuwasikiliza. Na pia hata wazee walipomshauri hakusikiliza. Ukisoma katika Wafalme wa kwanza 12 mstari wa kwanza na kuendelea, utaona hilo jambo jinsi walifanya mfalme. Katika Mithali 15 mstari wa kwanza inasema, jawabu la upole kupunguza ghadhiba au hasira au ghadhabu, lakini neno la ukali liumizalo kuchochea hasira. Sasa basi, nini cha kujifunza mahali hapa? Ni kabla moto haujatokea, ni lazima tuweze kuzima cheche kabla hazijaenda kurukia katika nyasi au hazijadondokea juu ya nyasi kavu. Mfano wa pili ni katika Matendo 6:1 tunaona mitume pale wa Yesu, wakati taasisi ya kanisa la kwanza linakuwa, palitokea malalamiko na manunguniko kati ya wale walikuwa wanaongoza, lakini mitume wale hawakunyamaza. Walichokifanya, waliunda kamati ya maadili ambayo ilienda kuwasikiliza na kutatua matatizo yao, na mara amani ilirejea mapema sana na pakawepo na utulivu. Kwa hiyo sasa tujifunze kabisa kuzima moto ambao haujarukia kwenye mafuta ukalipua moto kama mkubwa. Kwa hiyo kuna kadha mambo ya kujifunza mahali hapa. Kwa hiyo hawa mitume wa Yesu hawakupuuza jambo hilo, walikaa nao wakazungumza na kutatua matatizo. Waliunda kamati ya uadilifu ya kusimamia usawa, kwa sababu ilionekana kuna ambao wanatengwa, wengine rasilimali haziwafikii, wengine zinawafikia, lakini hali hiyo iliisha. Kwa habari ya kiungu, kuzuia migogoro na uasi kwenye timu yako au taasisi yoyote au kampuni yoyote au kwenye familia, sio kutumia nguvu na vitisho wala kufukuza watu kazini. Njia bora zaidi ya kuzima moto ni kuzuia cheche zisije zikadondoka kwenye majani, kwenye nyasi kavu.
Kama wewe ni mkurugenzi wa kampuni au msimamizi wa biashara au kiongozi wa taasisi yoyote ile, shusha pressure. Ukiona timu yako inaanza kunung'unika, usiongee kwa ukali. Sikiliza kwa staha, sikiliza hoja zao kwa makini. Weka mifumo ya haki, hakikisha kuwe na usawa katika utendaji. Swali la kutafakari: kati ya mbinu ya Mfalme Rehoboamu na mitume ya Yesu, wewe umependa mbinu ipi ya uongozi hapa? Wewe ambaye ni mkurugenzi, msimamizi wa taasisi fulani, wa biashara fulani, familia fulani, jamii fulani, umependa njia ipi ya uongozi hapa? Na kama umeelewa, basi naomba ukomenti ni njia ipi ya uongozi ambayo umeipenda, ambayo inaweza ikasaidia jamii na amani ikawepo. Naomba ukomenti na uweze kushare ili kusudi habari hizi ziwafikie wengine kwa wakati, ili kuepusha migogoro na maandamano na mafarakano kila eneo. Asanteni sana kwa kunisikiliza.